Pendekezo la kwanza, ngome ya vijana ACT Wazalendo, tunapendekeza kwa serikali kiundwe chombo maalum kwa sheria ya bunge chini ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana kitakachoitwa Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi, yani Tanzania Youth Economic Empowerment Agency, TEA. Chombo hiki kiwe na jukumu lake kuu liwe ni kuratibu utolewaji na urejeshaji wa mikopo, kufuatilia, kuhamasisha, kushauri na kulea vijana kimaarifa, kutoa ushauri wa kitaalamu kwa vijana kuhusu miradi na shughuli za kiuchumi, kusimamia marejesho ya mikopo na kuwaunganisha vijana na fursa mbalimbali za kiuchumi, kuratibu na kukusanya taarifa za fursa kwa vijana kutoka idara zingine za serikali. Ndugu waandishi wa habari, sisi tunapendekeza kuwe na chombo. Kukiwa na chombo, tutatatua changamoto ya fedha za halmashauri. Tukiwa na chombo, tutatatua changamoto ya fedha zinazotoka serikali kuu. Hiki chombo kiwe na mkurugenzi wake na management ngazi ya taifa. Hiki chombo kiwe na bodi. Hiki chombo kiwe na idara, mfano idara ya sera, uratibu, utafiti na mipango, idara ya uhamasishaji, ufuatiliaji, tathmini, miradi na ushauri, idara ya ukopeshaji, makusanyo na utafutaji fedha. Kuwe na hizi idara, lakini hiki chombo kishuke chini. Ikifika ngazi ya mkoa kule, kuwe na ofisi ya mkoa ya Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi, ambao mkuu wake pale wa ngazi ya mkoa atakuwa ni manager. Hiki chombo kiende ngazi ya wilaya. Na hizi idara, fedha zote za serikali kuu ambazo zinatolewa kwa niaba ya vijana zipite chini ya hii Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi. Mfuko wa maendeleo ya vijana ndio uwe mfuko mkuu katika Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi. Fedha zote zitengwe humo. Na sisi tumekuja na pendekezo zuri sana. Halmashauri wanaokana wako na majukumu mengi sana. Tuwapunguzie majukumu halmashauri hizi na manispaa. Katika fedha 10% wanazokusanya, kama ambavyo sheria ya fedha ya serikali za mitaa ilivyoagiza, waendelee kukusanya hizo fedha 10% za makusanyo yao ya ndani. Na sheria iwaagize hivyo kama ambavyo imewaagiza sasa hivi. Fedha 4% kutoka hizi fedha 10%, zile 4% za vijana zichukuliwe zipelekwe Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana. Kwa hiyo mfuko utakuwa na vyanzo tofauti vya mapato. Mfuko utakuwa na 4%. Kila halmashauri watapaswa kupeleka 4% ya makusanyo kutoka 10%. Halmashauri zibaki zinadili na watu wenye ulemavu na wanawake. Vijana wahudumiwe na chombo maalum kwa unyeti wao kinachoitwa Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi. Na mfuko wa maendeleo ya vijana uwe chini wa Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi. Serikali inatoa sijui bilioni 200, bilioni 300, bilioni 100, zisipite sijui wizara za kisekta. Fedha ziende kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana chini ya Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi. Huko ndio uratibu utakuwa vizuri. Kijana atakuwa anajua anaenda wapi. Sasa hivi hakuna chochote. Kula halmashauri ni upigaji, wizi, fedha zikusanywi, ujanja. Fedha zinaliwa, vijana wanabaguliwa, vijana wameamua kuacha. Huku juu fedha zinazotolewa, Mheshimiwa Rais anatoa fedha bilioni 200, waziri anakuambia zimekwenda wizara za sekta. Utaratibu ukoje wizara za sekta? Hasemi. Zimepelekwa shilingi ngapi kila wizara? Hasemi. Haya mambo yanapaswa kukomeshwa, na dawa ya kutatua changamoto hii ni kuwa na chombo maalum kinachoweza kusimamia vijana na kuwezesha vijana, kitakachokuwa kinaitwa Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi. Pendekezo letu la pili, na hii sio ngeni, hii kuwa na Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi. South Africa wanao wakala wa namna hii, wao wanaita the National Youth Development Agency.
iko chini ya wizara inayohusika na masuala ya vijana. Sisi tu huku ujanja mwingi na kutafuna fedha. Pendekezo la pili, ngome ya vijana ACT Wazalendo, tunapendekeza sheria mpya ya bunge ya mfuko wa maendeleo ya vijana, Youth Development Fund Act, itungwe. Mwongozo wa sasa wa mfuko wa maendeleo ya vijana wa mwaka 2022 ufanyiwe maboresho makubwa ili kufanya mfuko wa maendeleo ya vijana kuwa mfuko mkuu pekee wa uwezeshaji vijana kiuchumi na mikopo chini ya wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi. Nimeshika huu mwongozo hapa, mnauona. Mfuko wa maendeleo ya vijana unaongozwa na huu mwongozo. Hakuna sheria. Kuna mwongozo. Sasa sisi tunapendekeza itungwe sheria inayohusu mfuko wa maendeleo ya vijana. Itungwe sheria. Na hii mpaka unashangaa. Ndugu zangu, Tanzania hapa mifuko yote ina sheria. Mfuko wa maendeleo ya vijana tu ndio hauna sheria. Una kamuongozo haka peji 12. Na ni mwongozo kusoma una mianya mingi sana ya upigaji huu mwongozo. Kwa hiyo fedha zinazoingia kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana zinaliwa kwa kuwa na mianya ambayo inaruhusiwa kutoka kwenye mwongozo. Hakuna sheria. Ukisoma mifuko yote, mfano ukisoma sheria ya mfuko wa TARURA, kuna sheria yake. Sheria ya mfuko wa afya, kuna sheria yake. Sheria namba 16 ya mfuko wa maendeleo ya jimbo, kuna sheria yake. Sheria namba 2 ya mfuko wa hifadhi ya jamii, kuna sheria yake. Kwa nini mfuko wa maendeleo ya vijana hauongozi kwa sheria? Tunahitaji sheria ya bunge iundwe. Pendekezo letu namba 3, ngome ya vijana ACT Wazalendo, tunapendekeza fedha 4% ya vijana kutoka halmashauri isitishwe kutolewa na kusimamiwa na halmashauri. Halmashauri iendelee kukusanya hizo fedha kama ambavyo imeagizwa kwenye sheria ya fedha ya serikali za mitaa sura namba 290 iliyofanywa marekebisho mwaka 2019 kwenye kifungu cha 37A kinachoamrisha halmashauri kukusanya hizi fedha 10%. Halmashauri wakusanya. Lakini fedha za vijana 4% zipelekwe kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana chini ya wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi. Zisibaki halmashauri. Halmashauri wabaki na fedha za walemavu na wanawake tu. Fedha za vijana, kwa sababu ni kundi nyeti, ziende kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana chini ya wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi. Namba 4, pendekezo letu la mwisho. Ngome ya vijana ACT Wazalendo, tunapendekeza ya kwamba Wizara ya Maendeleo ya Vijana ijipe wajibu mkuu wa kusimamia, kuratibu masuala ya vijana ndani ya wizara na wizara zingine za kisekta serikalini katika kuibua taarifa za fursa mbalimbali na mipango inayohusu vijana, sio kama ilivyo sasa ambapo waziri anazurura mikoani kwenda kugawa mikopo. Huwa haupaswi kuwa wajibu wa waziri. Waziri atengeneza mifumo ya kitaasisi, kisera, kiuratibu, usimamizi na ufuatiliaji. Mifumo hii ndiyo itakayosaidia Wizara ya Maendeleo ya Vijana kufanya kazi na kuibua taarifa na fursa kwa vijana. Bila hivyo tutakuwa tunafanya mark time tu. Waziri atakuwa anapita huko anaongea tu, akirudi hapa hakuna chochote kinachoendelea kwa vijana. Nitoe mfano mmoja tu katika upatikanaji wa taarifa. Leo hii ukiwauliza vijana, ukikamata vijana kijana yote tu, muulize Mheshimiwa Rais ametoa bilioni 200 kwa niaba ya kukopesha vijana. Wewe kama kijana kitanzania unajua hizi fedha zinapatikanaje? Katika vijana 10, mimi nakuhakikishia vijana 10 wote watakwambia hatujui. Hakuna taarifa. Leo nenda kamuulize kijana yeyote tu, mwambie
Hivi unajua sheria ya manunuzi ya umma namba 10 ya mwaka 2023 sura namba 410 kifungu cha 61, kifungu cha 64(1), kifungu cha 64(2), kifungu cha 64(3) na kanuni zake za mwaka 2024 inasema katika ununuzi unaofanywa na taasisi za umma kuna makundi maalum: vijana, walemavu na wanawake wamepewa upendeleo wa manunuzi 30%, yani kutoa huduma. Uliza hayo makundi, watakwambia hawajui. 30% maana yake vijana 10%, wanawake 10%, watu walemavu 10%. Maana kama kujana na kundi chako unataka kutoa huduma, na sio lazima ukasajiliwe BRELA, unasajiliwa tu halmashauri, unapewa tenda, unapewa fursa ya tenda 30%, vijana 10%, wanawake 10%, na watu wenye ulemavu 10%. Uliza, hawajui. Na kwa taarifa ambazo sisi ngome ya vijana tumezipata, wakala mamlaka ya manunuzi ya umma PPRA wao wanasema hivi: wamedhamiria kuhakikisha wanafikia makundi 20,000 katika kupata hii fursa ya upendeleo wa tenda na kutoa huduma katika manunuzi ya serikali. Kama serikali sijui inataka furniture 30% hizo, basi wapeni vijana, wanawake na wenye ulemavu, kama wanaweza kutengeneza furniture nunue kwao. Vijana wala hawajui. Mamlaka ya ununuzi wanasema wamedhamiria kufikia makundi 20,000. Nilikuwa naambiwa mpaka sasa PPRA wamefanikiwa kufikia makundi 1,300 katika 20,000. Kwa tafsiri yake ni kwamba vijana hawana taarifa. Tafsiri yake ni kwamba taarifa na uratibu wa uwezeshaji vijana haueleweki. Lakini vijana wako mtaani wanapigwa na maisha na wanatamani hizo fursa wangezipata wao. Lakini watazipata wapi? Taarifa wanazipata wapi? Nani wa kuwapa? It's just like kama vijana wametelekezwa hivi na waziri anapita kupiga propaganda huko, hakuna chochote cha maana ambacho wanakifanya. Tunaomba sana serikali iangalie kundi la vijana kwa jicho nyeti sana. Hizi fedha bilioni 200 ambazo zimetolewa na Mheshimiwa Rais ni fedha nyingi mno. Tunatamani kuona utaratibu mzuri, mahususi, unaoeleweka na taarifa zinazoeleweka ili vijana waweze kunufaika na fedha hizi. Natarajia Waziri wa Maendeleo ya Vijana Joel Nanauka, baada ya kuona taarifa yetu hii ngome ya vijana, tupate maelezo kutoka kwake kama kweli ni waziri yuko pale kuhudumia kundi la vijana, aje ajibu haya maswali tuliouliza.